Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Moja kati ya onyesho kubwa la mavazi duniani, hapa nazungumzia hili onyesho la Met Gala, ambapo kumekuwa na wasanii maarufu duniani wakiwa wamehudhuria, wakiwa wamevalia mavazi ya ubunifu tofauti tofauti. Sasa ni kwamba mnaambiwa kualikwa kwenye onyesho la mavazi la mitindo la Met Gala ni jambo gumu sana, lakini kuendelea kushiriki kama mwalikwa kila mwaka ni vigumu zaidi. Mnaambiwa kwamba mwenyekiti wa tukio hili anaitwa Anna Wintour ameweka sheria kali ambazo waalikwa wanapaswa kufuata ili endelee kualikwa bana. Sasa kwenye hili onyesho, of course, huyu Wintour ameweza kuweka sheria kali zaidi, umeelewa vizuri, kuweza kuhudhuria kwenye hii hala yake ambayo huwa anaifanya. Lakini pia hizo sheria ni nyingi na wasanii wanapaswa kuweza kuzifuata, lakini pia kuweza kuendelea kupewa mwaliko kila mwaka kuweza kuhudhuria, nao pia inahitajika juhudi za hali ya juu. Sasa hapa nataka nikutajie orodha ya mastaa ambao wamezuiliwa kwenye tukio hili kuingia. Nazungumzia hili tukio la Met Gala, ambapo tukianza na huyu Playboy Cat ambaye yeye alizuiliwa kuingia kwa sababu ni kwamba haijulikani. Lakini pia Tina Fey, of course, huyu bana aliweza kulikosoa tukio hili. Lakini pia Nicki Minaj ni moja kati ya wasanii ambao walizuiliwa kwenye hili tukio, lakini kwa kosa lake ambalo lilofanya kuzuiliwa ni kuweza kulalamika mitandaoni. Lakini pia Donald Trump, of course, wameweza kumzuia kwenye hili tukio kwa sababu ya sera za siasa. Lakini pia ndugu yetu Kanye West, of course, ameweza kuzuiliwa kutokana na sababu ya chuki dhidi ya Wayahudi. Lakini pia Tim Gunn ameweza kuzuiliwa kwenye tukio hili kwa sababu ni kwamba alimtania muhusika mwenyewe, mwenyekiti wa hili tamasha, Anna Wintour. Lakini pia Luka Sabbat, of course, Mnyamwezi, aliweza kuvuta sigara ukumbini, na hii ndio sababu ambayo ilipelekea kuweza kuzuiliwa. So hebu niambie mtazamaji, kuna upi ndio hii post ambayo tumekuwekea. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.